Yesu Bwana wangu. Yesu Bwana wangu. Yesu. Yesu Bwana wangu. Yesu Bwana wangu. Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi. Yesu Mwokozi wangu. Yesu Mwokozi wangu. Yesu Mwokozi wangu. Niokoe Bwana. Niokoe Bwana. Kumbuka kazi yangu Yesu. Kumbuka kazi yangu Bwana. Kumbuka kazi yangu Bwana. Kumbuka kazi yangu Yesu. Kumbuka kazi yangu Bwana. Kumbuka kazi yangu. Kumbuka kazi yangu. Kazi yangu Bwana. Kumbuke. Kumbuke. Uniokoe. 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 Niokoe Yesu. Niokoe Bwana. Niokoe Bwana. Niokoe Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Tuko mahali hapa hospitalini na mtumishi ameshamaliza kufanywa matibabu. Kwa hiyo ndio mnamuona hapa ameshadungwa sindano ya maumivu na daktari ameshamaliza kumfanyia check up. Kwa hiyo amedai ya kwamba daktari sehemu yake ya mguu hapa ilipata tu injury kidogo kwa ndani. Kwa hiyo baada ya muda atakaa tu vizuri. Si kwamba jinsi tulivyokuwa tunaelezewa na madaktari kule Rusahunga kwamba ameumia sana, umepasuka. Kwa hiyo daktari amedai ya kwamba kuna injury tu kidogo, atakaa vizuri. Na hapa sehemu yake ya ubavu hapa zilihama tu kidogo zile mbavu zake, lakini kwa utaalamu wa madaktari ameshamaliza kumbana vizuri na kuzirudisha mahali pake. Kwa hiyo jinsi unavyomuona na hapa kwenye mkono ameshamaliza kutengenezwa vizuri. Kwa hiyo tunahitaji maombi yenu, watumishi wa Mungu, tuzidi tu kumuombea. Kwa hiyo atakaa tu vizuri baada ya muda. Kwa hiyo tuko mahali hapa ameshamaliza ameshawekwa drip za maji kama mnavyoona kwenye picha yetu hapo. Kwa hiyo baada ya muda tusubirie utaalamu wa madaktari. Itawataarifu muda sio mrefu. Mungu awabariki sana. Nikiwa kwenye bajaji, mwenzangu alikuwa tayari kwa sababu alikuwa amekaa upande wa mwanzoni kwenye mlango. Sasa tumefika, nilikuwa ninaandika message kumjibu mtu nikiwa kwenye ile bajaji. Lakini nikiwa nimekaa niliona uwepo wa giza. Lakini kabla ya kwenda kwenye hiyo bajaji, nikiwa tunamshukuru Mungu kufika katika kile kijiji, niliona kiumbe cha ajabu sana. Kiliniambia hivi: wewe unatuharibia mambo yetu kila mahali unapokanyaga. Unatuharibia mambo yetu. Na unawafanya wengi sana waweze kugeuka na kutubu dhambi zao. Sasa leo hautatoka mji huu. Nikiwa naomba nikaanza kukemea ile sauti na ile picha na ule uwepo. Baada ya hapo tukaondoka katika hilo eneo, ndipo tukaenda kutafuta bajaji. Sasa tukiwa tumefika mahali, mwenzangu akawa ameshuka ili kunisubiri sasa na mimi nishuke. Nikiwa kwenye ile bajaji, yani niliona uwepo wa giza. Yani niliona kama giza, kivuli kikaifunika bajaji.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wote mnaoendelea kutufuatilia na kampeni yetu ya mkoa hadi mkoa, wilaya hadi wilaya, vijiji hadi vijiji. Tunamshukuru Mungu tumefika katika mkoa huu, tukiwa katika hili daraja kubwa, mto wanaita mto Simiyu. Ni mkoa wa Simiyu tuseme sasa, maana hili daraja ndiko linakosemekana. Kwa hiyo kila mahali tunaposimama, maana yake Mungu amepaona kuna kitu, kuna sababu na kuna tatizo. Na jinsi ambavyo mnaweza mkaelewa kwamba hata mapepo huwa yanakaa kwenye madaraja makubwa kama haya. Na historia ambavyo tumeelezwa kwamba hii daraja limeua sana watu na limemaliza watu. Kwa hiyo hapa napo tumekanyaga kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunaendelea na kampeni yetu ya mkoa kwa mkoa, kuwahimiza watu kuomba na kumlilia Mungu na kueleza kila ambacho Bwana Mungu anakitaka. Lakini pia niendelee kukumbusha watu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam tulisema tutakuwa na maombi mkoa wa Dar es Salaam, lakini tena tumepata neema na mkoa wa Dodoma. Baada ya Dar es Salaam, mkoa wa Dodoma. Dodoma tutakuwa na maombi, kitu ambacho nilikiona wakati natazamishwa, naambiwa kuhusu Dar es Salaam, jinsi ambavyo Mungu amekusudia kuiokoa. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 29, ukianzia ule mstari wa 7 mpaka 17, unaweza ukaelewa kinachozungumziwa hapo. Biblia inasema katika hiyo sura na hicho kitabu inasema hivi: kautakieni amani ule mji, kautakieni amani ule mji. Kwa hiyo ni kitabu ambacho nimepewa kwa ajili ya huo mji wa Dar es Salaam. Lakini kama nilivyosema, tumepata neema na mji wa Dodoma, makao makuu. Kwa nini makao makuu? Kwa sababu hapo ndipo mioyo ya watu ya Watanzania ilipo. Maana kila kitu kiko Dodoma. Nikaambiwa hapo ndipo kwenye kitovu cha nchi. Kwenye kitovu cha nchi. Sasa unaweza ukaelewa, kwenye kitovu cha nchi ndipo yanapofanyikia maamuzi. Bunge la nchi liko hapo. Kwa sababu niliona joka kubwa sana wakati ananiambia kuhusu habari za Dar es Salaam na Dodoma. Sasa alipofika Dodoma, wakati natajiwa, naambiwa fanyeni haraka kwa ajili ya Dodoma. Nikaletewa bendera ya Tanzania iliyokuwa ina matobo, imetoboka. Nikana kwamba ni bendera iliyochakaa. Nami nikaona joka kubwa lililokuwa na vichwa 7, na mwishoni mwa mkia kwake lilikuwa na kiremba, nalo lilikuwa linatema maji yenye sumu. Lilikuwa linatema katika mkoa wa Dar es Salaam na linatema katika mkoa wa Dodoma. Sasa wakati inaonyeshwa, nikistaajabu yale maji na lile joka jinsi lilivyo na vichwa 7,
Nikauliza kwa nini linatema maji katika mji wa Dar es Salaam na linatema maji katika mji wa Dodoma. Nikaambiwa hivi, mji mkubwa wenye watu wengi katika nchi hii ni wapi? Nikasema ni Dar es Salaam. Ndiyo mji wenye watu wengi sana. Akaniambia umejibu vyema. Nikaulizwa tena, katika mji maarufu katika nchi hii ni mji upi? Nikasema ni Dar es Salaam. Nikaambiwa umejibu vyema. Ndipo akasema hivi, mji wa Dar es Salaam, hilo unavyoliona hilo joka linavyotema maji, linaondoa maamuzi kwa ajili ya nchi nzima, kwa sababu hata viongozi wengi wote wako Dar es Salaam. Viongozi wengi sana wako Dar es Salaam. Chanzo cha Ikulu kiko Dar es Salaam. Nikaambiwa maamuzi na mikataba mikubwa kwa ajili ya taifa ili kuleta faida na manufaa kwa taifa inafanyikia Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaambiwa hili joko unaloliona ni vita imeinuka juu ya nchi kutoka katika ulimwengu wa giza, kwa sababu nikaambiwa shetani ameiona nchi inakotaka kuelekea. Sasa anataka awafanye wa Tanzania wawe na maamuzi tofauti. Akaniambia kama Dar es Salaam ina watu wengi, Dar es Salaam kitakachoamuliwa Dar es Salaam ndiyo miji mikubwa ya nchi hii itakachokiamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninarudia tena, na niliambiwa hivi, unisikiliza kwa makini wewe muombaji, upate kujua vita tulionayo ni kubwa. Si vita ya lele mama, ni vita kubwa ili kupambana na ufalme wa giza kwa ajili ya nchi. Nikaambiwa kama Dar es Salaam kutakuwa na maamuzi mabaya kwa watu walioko katika mji ule, wakawa na maamuzi mabaya, hata miji yenye watu wachache katika nchi itakuwa na maamuzi mabaya. Ndipo nikaambiwa hayo maji unayoyaona ni sumu ya hilo joka inayotemwa kuelekea mji huo, ili moja, viongozi wanaoamua kwa ajili ya nchi kuwe na maamuzi mabaya kwa ajili ya taifa. Mbili, watu walioko katika mji ule watakaposikia maamuzi mabaya, na wao wataamua maamuzi mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambiwa katika mji wa Dodoma, kwa nini umeliona lile joka lilikuwa na vichwa 7 likitema maji katika mji wa Dar es Salaam na mji wa Dodoma? Nikaambiwa mji wa Dodoma, hapo ndipo yafanyikapo sheria, zitungiwapo sheria zitakazoamua watu waishije katika taifa hili, sheria zitakazoamua nchi iendeje katika taifa hili. Nikaambiwa yanafungwa mapatano na maelewano kwa ajili ya nchi katika huo mji kupitia hiyo sumu, hayo maji yanayotemwa na hilo joka. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikaambiwa jinsi ulivyoiona
hiyo bendera imetoboka toboka. Nikaambiwa hiyo bendera inawakilisha nchi ya Tanzania. Sasa kama inawakilisha nchi ya Tanzania, maana yake hiyo ni nchi ya Tanzania. Nikaambiwa jinsi ulivyoona imetoboka toboka, msingi wake ndivyo ulivyobomoka. Kwa hiyo simameni kwa wakati huu ili kuzuia maamuzi mabaya yanayokuja. Nami nikaletewa kundi la waombaji kutoka mji wa Dodoma na mji wa Dar es Salaam. Nikaonyeshwa wamama na wababa na vijana na wanaume. Nikaulizwa, naona hawa? Nikasema naam. Waambie waombe kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya hii miji, uwaongoze kwa ajili ya mikoa hii miwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kuomboleza ninyi mlioko katika mji huo. Tunapaswa kumlilia Mungu. Mimi naamini, najua kuwa kuna wengine wameshasemeshwa kuhusu hizi habari ninazosema, kuhusu habari za hili joka ninalolisema, kuhusu habari ya hii miji. Kuna watu wameshaonyeshwa. Yamkini wengine mtawasikia wakishuhudia habari hizi. Kwa hiyo maana yake Mungu anasisitiza kwamba ni hakika na kweli jambo hili lipo. Kwa hiyo kuna maamuzi yanaenda kutokea ambayo sio mazuri kwa nchi. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi, wakati ninaona watu walivyokuwa wanabadilika katika maamuzi yao, ndipo nilipoona vita. Vita iliinuka nchi hii, na sababu yake baada ya kutokea uchaguzi mkuu, maamuzi yaliyoamuliwa ndiyo yalisababisha nchi ikafika pabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunayo nafasi ya kumuomba Mungu kwa wakati huu. Ndiyo maana unaona tunaenda kila mahali. Maana yake tunapokanyaga kila ardhi ya mkoa, lengo tunaufungua mkoa huo. Lengo tunaweka neema ya Mungu mkoa huo. Hatuendi tu, hatutembei tu, wala hatufiki tu au kupoteza muda. Kila mahali tunapofika, kwamba Mungu tulikanyaga miguu yetu, ili mikoa hiyo tunakotoka, si tu kuomba Mungu alete mvua, si tu kuomba kuweko na chakula, si tu kuomba kuweko na amani, bali tunaomba pia kuweko na neema ya Mungu, ili watu watakapoingiwa na maamuzi mabaya, ile neema isimame kuwazuia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana tunapiga mbio kila mkoa. Kampeni hii tutaenda nayo mpaka pale Mungu atakaposema sasa yatosha. Lakini kama hajasema, sisi tutazidi kwenda. Kwa hiyo ninawasihi wa Tanzania tuendelee kuomba sana. Hatuko pazuri. Shetani amekusudia, amesagia meno nchi. Kwa hiyo anataka kutumia viongozi wenye tamaa kwa ajili ya kuiharibu nchi. Anataka kutumia viongozi wachache ili wananchi watofautishwe na viongozi walioko juu ya serikali. Kwa hiyo tusiposimama, hata mataifa mengine shetani anatumia siasa hizi ili kuwapishanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulitangaza kwamba Dar es Salaam tutakuwa na maombi kuanzia tarehe 23, kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 23. Maana yake ni siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Mungu ili atufanikishe, kwa sababu kongamano la Dar es Salaam litagharimu kiasi cha milioni 5.5. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Mungu ili afanikishe gharama hii, atuinulie watu.
ili tuweze kuomba. Baada ya Dar es Salaam, Dodoma inafuata. Mwezi wa 4 lazima tuwe Dodoma. Enyi wana maombi, hiki ninachokisema mnaelewa. Mungu ameshawasemesha, kwa sababu ameniambia nimesema na watu wengi kuhusu hicho nilichokuonyesha. Sasa nenda ukakiseme ili wengi wasikie na wachukue hatua ya kunijiria mbele zangu. Lakini pia naomba kukupa ushuhuda huu, jinsi Yesu alivyoniokoa. Alivyoniokoa kulingana na adui ambavyo ananitafuta. Na kwa sababu tumenia kuliokoa taifa ili liwe mikononi mwa Mungu, ili Watanzania na dunia yote ipate kuwa salama, ili kanisa liweze kusimama na Yesu anaporudi aikute imani. Ilikuwa mwaka jana mwezi wa 12, niliona uwepo wa giza. Nilikuwa nimeenda mji mmoja mpakani mwa Tanzania na Rwanda. Tulipofika katika ule mji, nikiwa kwenye bajaji, nilikuwa na mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Samsoni. Nafikiri wanaoshuhudia waliozipata taarifa hii wanaelewa. Lakini Mungu alikuwa hajanipa kibali cha kukushuhudia. Sasa leo amenipa neema ya kukushuhudia ili uweze kuona jinsi Mungu anavyotutetea. Kwa hiyo kama anatutetea, maana yake amekusudia kutuokoa na nchi nzima. Kama alivyoniokoa mimi katika hiyo ajali, ndivyo atakavyokuokoa na wewe, hata unayenisikia, hata unayeona kwamba umefikia mahali ambapo huwezi kufanya lolote. Labda magonjwa yamekufunga, unaona roho za mauti, unaona vitu vingi vya kutisha, lakini Yesu huyu ninayemtumikia, aliyeniponya mimi na kuniokoa kwenye ile ajali, atakuokoa na wewe. Nikiwa kwenye bajaji, mwenzangu alikuwa tayari, kwa sababu alikuwa amekaa upande wa mwanzoni kwenye mlango. Sasa tumefika, nilikuwa ninaandika meseji kumjibu mtu nikiwa kwenye ile bajaji. Lakini nikiwa nimekaa, niliona uwepo wa giza. Lakini kabla ya kwenda kwenye hiyo bajaji, nikiwa tunamshukuru Mungu kufika katika kile kijiji, niliona kiumbe cha ajabu sana. Kiliniambia hivi: wewe unatuharibia mambo yetu kila mahali unapokanyaga. Unatuharibia mambo yetu na unawafanya wengi sana waweze kugeuka na kutubu dhambi zao. Sasa leo hautatoka mji huu. Nikiwa naomba, nikaanza kukemea ile sauti na ile picha na ule uwepo. Baada ya hapo tukaondoka katika hilo eneo, ndipo tukaenda kutafuta bajaji. Sasa tukiwa tumefika mahali, mwenzangu akawa ameshuka ili kunisubiri sasa na mimi nishuke. Nikiwa kwenye ile bajaji, yani niliona uwepo wa giza. Yani niliona kama giza, kivuli kikaifunika bajaji. Kilipoifunika bajaji, sijui gari litokea wapi, ilipiga ile bajaji kwa mbele. Dereva alifia pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Dereva alifia pale pale. Mimi huu mguu, utaziona hizo picha jinsi ambavyo ilivyokuwa, nilivyofungwa hayo mabandage. Lakini tazama, Mungu aliniponya. Nilikaa hospitali siku chache tu. Nililetwa kwa msaada na neema ya Mungu katika mkoa wa Mwanza. Nikapelekwa hospitali moja inaitwa Kamanga. Neema ya Yesu iliniponya. Nilimwona Yesu baada ya siku 3. Alisimama upande wa kitanda nilipokuwa nimelala. Kutoka kwenye picha hizo unazoziona, alisimama
huu mkono, hili bega lilikuwa limechengana, na hili hapa kwenye huu mshipa wa kwenye goti mpaka kuja mpaka hapa, ile nyama ilichengana. Na kwenye hili eneo, kwenye mgongo hapa, ndipo nilipomwona Yesu akalinyosha mkono wake, yakatoka maji kwenye viganja vyake, kwenye kiganja chake, akayapitisha kuanzia hapa mpaka kwenye kichwa, mpaka kwenye hili goti. Nikafunuliwa, nikaona ile mifupa yake ilijivuta ikajiunga. Akaniambia, nimekuponya kwa sababu mbele yako kuna kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipotoka kwenye yale maono, nikiwa kwenye hicho kitanda, nilipojaribu kuinua mguu wangu, nikakuta maumivu yameisha. Kwa nilikaa siku chache tu, sidhani kama zilifika hata siku 5 hospitalini, nikawa nimetoka kwa sababu ya kazi ya Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaelewa vita tulionayo kubwa. Sasa tulipoanza hii kampeni jana, nikiwa na muomba Mungu kwamba Bwana, tuna mahali tunaelekea, tupe neema ya kwenda tena. Nilichokiona baada ya kuonyeshwa lile joka, baada ya kutoka kuonyeshwa lile joka nililokushuhudia, nikaona kiumbe cha ajabu kile kilichonitokea kule nilikokuwa nimeenda ambako nilipatia ajali. Niliona anga likawa jeusi, uwepo wa mapepo yakawa yameachiliwa kutoka baharini, bahari ya Hindi, yakatanda angani. Nikawa nasikia sauti inasema, tutawafanya Watanzania wawe na mioyo migumu ili wasimtii Mungu wao, ili Mungu aweze kuwaadhibu na sisi tutimize kusudi letu, maana tuna kiu na damu ya Tanzania. Nimetetemeka. Ndipo yule kiumbe akaja tena mbele zangu, akaniambia, ikiwa wenzio tumewafanya kudorora na kutokumtii Mungu, wewe ni nani? Mbona unaendelea? Tutakufanya mpaka ukate tamaa. Lakini likiwa ile likiumbe na shindanaro, niliona malaika mwenye upanga alitokea, alilikata vipande viwili, halafu nikaona moto ukatoka juu ukateketeza uwepo wa mapepo yote yalikuwa metanda. Neema ya Mungu nikaona kama umande uliwamwagikia watu. Nikaambiwa ni roho ya maombi itaamshwa juu ya taifa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa kuniokoa, na leo niko hapa, na leo nimekushuhudia haya. Kwa hiyo sasa, twende tukaliokoe taifa, twende tukaiokoe dunia, ili Yesu ajipatie kanisa lisilokuwa na mawaa. Kwa hiyo wewe unayeteswa mahali uliporara, wala usiogope. Yesu aweza kukuponya na ugonjwa wowote, maana aliniambia, nimekuponya ndivyo nitakavyowaponya watu wangu, waambie wanitafute. Kwa hiyo niko tayari kukuombea wewe mahali popote ulipo duniani, kwenye nchi yoyote. Wewe piga simu tu, utaombewa na Yesu atakufungua hapo hapo saa hiyo hiyo. Mungu akubariki sana. Lakini nakukaribisha Dar es Salaam. Tuungane Dar es Salaam, tumlilie Mungu. Dodoma, tumlilie Mungu kwa ajili ya taifa zima. Kwa nini? Dar es Salaam ni kitovu cha biashara na wingi wa watu. Dodoma ni kitovu cha nchi, mioyo ya wanadamu iko Dodoma. Kwa hiyo ndiyo maana hata wanapokuwa wabunge wako bungeni, mioyo na masikio huwa yako Dodoma kusikiliza kinachoamuliwa bungeni kwa ajili ya nchi. Kwa hiyo twende tukamlilie Mungu, tusichoke kujitoa kwa ajili ya kuomboleza. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru hata kukanyaga ardhi hii ya mkoa huu, na tuko chini ya daraja hili, mahali ambapo Bwana nimeambiwa watu wengi sana wamepotea hapa na wanakufa
kwa sababu ya giza lililoufunga mkoa huu, na watu kufungwa fikira zao, na watu kushika utamaduni mwingine na kuabudu miungu mingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na malaika wa mbinguni wapiganao vita na sisi wakituzunguka mahali hapa na kulizunguka daraja hili, Bwana Mungu, tunaweka neema yako na kuachilia neema yako hii barabara inayounganisha hizi nchi mbili, Kenya na Tanzania, kupitia daraja hili Bwana, na mikoa inayounganishwa kupitia daraja hili. Neema yako ikasimame mahali hapa. Neema yako iendee nchi ya Tanzania. Neema yako iwafunike wale waombao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Bwana ijifunue kwa kila mtu aliyoko mkoani huu, kwa kila mtu aliyoko katika nchi, kwa kila mtu aliyoko nje ya Tanzania hii. Mungu Baba, katika jina la Yesu, damu ya Yesu ikawe katika barabara hii na daraja hili na miundo mbinu inayoendelea barabara hili, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako ikasimame. Neema yako ikawaamsha waombaji wa Tanzania. Neema yako ikawaamsha waombaji walioko juu ya mkoa huu. Neema yako iwaamshe waombaji walio katika wilaya zinazounganisha mkoa huu. Neema yako iwaamshe wanaomba katika vijiji vinavyounganisha katika mkoa huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tupe mzigo kama ulivyotupa mzigo sisi wa kuzunguka kila mahali, katika jina la Yesu. Uchawi uliofunga watu katika mkoa huu, nguvu za giza zilizoshikilia watu, katika jina la Yesu Kristo tunawafungua mahali popote kutokea hapa tulipo. Neema ya Yesu ikufunike mahali ulipo. Neema ya Yesu ikufunike wewe unayeomba. Neema ya Yesu ikufanikisha kiu ulionayo. Neema ya Yesu ikufanye kusimama. Neema ya Yesu ituigeuze nia ya watu. Neema ya Yesu iwageuze wana Dar es Salaam. Neema ya Yesu igeuze Dar es Salaam na marango yake. Neema ya Yesu igeuze Dodoma na marango yake. Neema ya Yesu ikaligeuze bunge na maamuzi yanayofanyika ndani ya hilo bunge, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Yesu igeuze malango ya mji wa Dodoma, maana hapo ndipo kwenye kitovu, jinsi nilivyoona maumivu kama yapatikanavyo kwenye kitovu cha mwanadamu, ndivyo mioyo ya watu inavyoumia na kupata maumivu kupitia maamuzi yanayoamliwa katika mji mkuu wa Tanzania, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Yesu ikaufunika mji wa Dodoma, katika jina la Yesu. Mji wa Dodoma umetajwa, umekumbukwa na mji wa Dar es Salaam, katika jina la Yesu. Tunakuja Dodoma, tunakuja Dar es Salaam kupitia ziara hizi. Neema ya Yesu isimame pamoja na ninyi mnaoendelea kuomba pamoja na sisi, mnaoendelea kwenda pamoja na sisi ili kuifikia miji hii na kuitangaza neema ya Kristo. Kwa hiyo ninawahimiza enyi watu na Watanzania wote, ili damu niliyoiona na damu inayoendelea kuonekana isije kamwagika tukasubiri mpaka ikafika ndipo tukasema tukamtafute Mungu. Ukiona imeanza kutokea, ujue kuwa Mungu alishaficha uso wake, ujue kuwa Mungu alishafunika masikio yake, ujue kuwa Mungu alishafumba macho yake. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo ingali bado neema ipo, ninaitakia amani mikoa hiyo miwili iliyotajwa mbele, nikiwa mbele za Bwana, hiyo mikoa wa Dodoma na Dar es Salaam, kwa sababu ya maamuzi yafanyikayo katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Tunaendelea kwenda. Maombi yako ni ya muhimu. Kwa kama nilivyokuambia, Dar es Salaam tunagharimu kongamano liloko Dar es Salaam, linafanikishwa na wewe, linafadhiliwa na wewe. Mimi sina wafadhili, sina wafadhili. Mfadhili wangu ni Kristo kupitia mikono yako.
Kwa tunahitaji milioni 5.5 kwa ajili ya kongamano la Dar es Salaam litakalofanyikia Mkwajuni pale Kinondoni. Kwa hiyo wewe mtu uliye na mzigo wa kuomba, njoo tuombe kwa ajili ya kuiponya nchi. Njoo tumlilie Mungu kwa ajili ya kuiponya nchi. Yesu yu tayari kutuokoa na kututoa katika mikono ya adui. Mungu akubariki sana. Amen.